Ndugu mgeni rasmi, kongamano hili kimsingi limekuwa na washiriki 367 kati ya washiriki 475 ambao tulikuwa tumewaalika, kwa maana hao ndio tulitegemea tunao. Kwa hiyo sisi kama wadau wa sekta ya elimu tujipongeze sana kwa ushiriki wetu. Ndugu mgeni rasmi, washiriki hawa kimsingi wametoka katika taasisi za elimu ya juu. Tulikuwa na wahadhiri, walimu wa shule za msingi na sekondari, lakini tulikuwa na wadau katika ajenda ya maendeleo ya sekta ya elimu ambao ni CSOs, wadau wa maendeleo kwa maana DPs, sekta binafsi na FBOs. Lakini kama ambavyo ametangulia kusema ya mwenyekiti mwenza ambaye ni mdau kutoka kwa wadau wa maendeleo, kwamba kwa namna kipekee tuna wanafunzi ambao ni wa shule za msingi, sekondari na vyuo. Ndugu mgeni rasmi, siku 3 hizi tulikuwa tukijifanyia tathmini kama sekta ya elimu. Wapi tumetoka tangu tulipokutana mpaka hivi sasa? Nini tumeweza kufanya katika maeneo ambayo tulikuwa tumekubaliana kwa maana deliberation, na tumesikia hapa kile ambacho tumeweza kukifanya. Lakini ndugu mgeni rasmi, nipende kusema vile vile tulitathmini utekelezaji wa sera yetu ya elimu ambayo sote nadhani tunafahamu kwamba tathmini hii ilikuwa ni ya mwaka mmoja tangu tulipoanza kutekeleza. Ilipitishwa mwaka 2023 na bajeti ya kwanza kuanza kutekeleza sera yetu ni ya 24-25. Lakini tulikuwa vile vile na taarifa ambayo ni taarifa tulioifanya ya ziara ya pamoja ya kujionea kile ambacho tumefanya katika sekta ya elimu. Tulipitia kwa pamoja na kuweza kuainisha maeneo ambayo tumefanya vizuri na maeneo ambayo hatujaweza kufanya vizuri. Tumejadiliana kwa pamoja changamoto tulizoziona na namna ya kwenda kuzitatua hizo changamoto. Ndugu mgeni rasmi na washiriki wengine, nisingependa nirudie maeneo hayo kama nilivyosema kwamba tuna changamoto ya muda. Lakini kuna maeneo machache mgeni rasmi labda niyaseme ambayo sisi kama sekta ya elimu bado imeonekana kwamba tuna fursa za kuweza kufanya vizuri au kuongeza au kuimarisha utendaji. Mgeni rasmi, eneo la kwanza ni elimu ya awali na makuzi ya awali ya mtoto. Imeonekana wazi kwamba bado tuna fursa ya kuweza kuimarisha eneo hilo, hasa katika kuongeza fursa za upatikanaji wake. Lakini kwa upande wa elimu ya sekondari vile vile imeonekana bado tuna fursa, na vijana wetu wameonyesha kwamba kuna kila sababu ya msingi ya wao ili waweze kuelewa wanahitaji kupatiwa elimu ya vitendo, na maeneo mengine ikiwezekana wakaone wenyewe kile ambacho wanafundishwa. Kama vipo katika mazingira yetu, sisi kama sekta ya elimu tunatakiwa tuweke namna ambavyo tutawapa fursa ya kwenda kuona. Walimu wanasema kufaragua, nadhani ndio lugha inayotumika zaidi. Lakini ndugu mgeni rasmi, eneo la elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi imeonekana bado tuna fursa ya kuweza kuongeza fursa kwa maana ya access, lakini vile vile kuimarisha ubora wa elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi, lakini na kutumia teknolojia katika eneo hilo kuhakikisha kwamba tunajibu yale ambayo yanahitajika katika jamii. Upande wa elimu ya juu imeonekana kabisa bado tuna fursa ya kuongeza kipengele cha amali pamoja na ubora, lakini na miundombinu ili kuongeza nafasi zaidi za upatikanaji wa elimu ya juu. Upande wa sayansi imesemwa kwa kirefu sana ndugu mgeni rasmi, ni matumizi yake kuanzia ngazi zote za elimu, lakini eneo ambalo limejitokeza kwa kipekee vile vile ni kuimarisha eneo la tafiti. Ndugu mgeni rasmi, yapo mengi, naamini mengine tutaandika kwa kina katika taarifa ya pamoja ya kikao chako hiki. Hivyo baada ya kusema hayo,
Kabla sijaukaribisha mgeni rasmi, nami nitumie fursa ya kusimama hapa kuwatakia washiriki wote ambao wametoka nje ya Dodoma safari njema huko mwendapo, na Mwenyezi Mungu awafikishe salama na mkatekeleze majukumu yenu kwa uhakika na hali mpya kwa kuzingatia thimu ambayo tunayo. Lakini la pili, mgeni rasmi ambalo niombe kabla ya kukaribisha ni kwamba kile ambacho tumekiona katika AJCR ya mwaka huu, tunaomba pale ambapo mnadhani kwamba tunaweza tukaboresha zaidi, basi mtupatie maoni yenu kupitia ofisi ya DPP Wizara ya Elimu, nasi mwakani tutajipanga zaidi ili kuweza kufanya vema zaidi. Lakini tatu, niwahakikishie washiriki wote, hasa wale ambao tunatoka katika sekta binafsi na wadau wa maendeleo, kwamba milango ya serikali ipo wazi. Pale ambapo tuna changamoto za kiutendaji, msisite kuwasilisha changamoto hizo, na tusisubiri vikao kama hivi tukaja kuzungumza changamoto ambazo yawezekana zingekuwa zimepatiwa majibu kabla ya kukutana maeneo haya. Mheshimiwa mgeni rasmi, tulipokuwa tunaanza mkutano huu tulijikita katika theme ambayo tulikuwa tumepewa hapa, ambayo ni kuleta mabadiliko katika elimu, lakini kuhakikisha kwamba hayo mageuzi tunayoyapigania yanadumishwa, sustainability. Unapojaribu kufanya tafsiri kwa Kiswahili wakati mwingine na yadogosha, unapolitamka kwa Kiingereza inalapa umuhimu kubwa sustainability. Ndugu mgeni rasmi, kwa upande wa wadau wa maendeleo ningependa kusema yafuatayo. Kwanza, lengo kubwa kabisa la kwanza ni sector dialogue. Na the fact kwamba tuna miaka 14 ya sector dialogue, na leo tukaja tukakaa hapa pamoja na wadau wote wa maendeleo tukajadiliana, hata watoto wetu wakapata nafasi ya kutoa kwao moyoni. Mimi naamini kwamba hakuna mabadiliko makubwa yaliyo makubwa kuzidi mabadiliko ya fikra, lakini nakuwa na uwezo wa kuweza kuchangia mawazo ya pamoja. Kwangu mimi ningesema hatua ya transformation imeanza vizuri. Tumepata ripoti kadhaa kutoka idara zote za timu yako ya wizara, na tumesikia kipengele hadi kipengele, kuanzia kwenye mabadiliko ya sera, kanuni, taratibu, tukaja kwenye ofisi ya kamishna, tukaambiwa idadi na malengo ya madarasa tulionayo kwa ajili ya mtaala mpya, tukaja kwenye taasisi ya TAI. Tumesikia idadi ya vitabu vilivyokwenda, viko kwenye ripoti zetu, vimefika mashuleni, vipo, na watoto wetu wenye mahitaji maalum walithibitisha kwamba wana vitabu, wana nyenzo za kutumia. Tumesikia hadi mipango ya kurekebisha pale palipo na mapungufu. Tumesikia kuhusu NECTA, wamefanya mabadiliko ya taratibu za utungaji wa mitihani na framework zote na kubadilisha zile kanuni kwenda kwenye Kiswahili. Tumesikia kuhusu sayansi na teknolojia, walivyojipanga kuweza kuingiza mifumo ya sayansi na teknolojia katika TVET, ambayo ndo roho ya mabadiliko yetu into vocational education. Ndugu mgeni rasmi, kama ulikuwa kwenye ukumbi huu kwa siku zote 3 na mpaka sasa hujaona hata dalili ya mabadiliko, sidhani kwamba hata tungekaa hapa wiki ungeyaona. Kwa maneno mafupi, kwa muhtasari, kwamba tunaipongeza serikali kwa nia dhati ya uthubutu ya kutupeleka katika mabadiliko ya elimu. Sasa tuyadumishe vipi? Ndugu mgeni rasmi, kwa niaba ya wadau wa maendeleo, sisi tutaendelea kutumia jukwaa hili ambalo linatupa fursa ya kujadiliana, kubadilishana mawazo, lakini hata kushauriana ili kuweza kudumisha hayo yaliyopatikana. Na kwa upande wa wadau wa maendeleo, hasa kwa yale ambayo wamesema, stakeholder engagement ni namba 1 na tumelichukua, na Mungu awabariki. Tunawashukuru mliofika. Safari njema huko mwendako, lakini kumbukeni kwamba transforming education for sustainable development. Tumedhamiria tunaboresha elimu yetu.